Siku ya Ijumaa asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nikitumainia kwamba umeweza kuamka ukiwa salama, na hata kama unaweza kuwa umeamka ukiwa unalia, ukiwa unaumwa. Maybe uliweza na kupoteza mtu wako wa kifamilia, akaweza na kuaga. Maybe unaumwa. Maybe uko hata katika hospitali. Mtazamaji wangu, huwa ninakukumbusha tu, mshukuru Mwenyezi Mungu, maana yote hutendeka kwa kuleta wema kwa wale ambao wanampenda Mwenyezi Mungu. Hata kama unayapitia yapi, Mwenyezi Mungu anakujua, Mwenyezi Mungu anakunjali. Endelea na kumtumainia yeye peke yake, na utaweza na kufurahia ukiwa ndani yake. Ni asubuhi ambayo ninakukaribisha katika hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka, kipindi ambacho utubariki sana, kipindi ambacho huendelea na kutuongezea nguvu ya kuishi katika huu uso wa dunia, kutokana na neno la Mwenyezi Mungu ambalo huwa tunalishwa nalo kila asubuhi na watumishi wa Mwenyezi Mungu, ambapo kwa asubuhi ya leo tuko na Pastor Miriam Wambua kutoka kanisa la ABC Wandathe, ambapo ninaamini ya kwamba atakuwa ni wa baraka kwetu na pia wewe utakuwa ni wa baraka kwetu. Karibu. Mpendwa mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hujambo? Ni matumaini yangu Bwana amekulinda hasa mwaka ulioisha na huu mwaka ambao tumeuanzisha wa 2024. Naomba Bwana akapate na atakuwa pamoja nasi na hata tuendapo kulipata neno lake. Na tuombe. Mungu wetu, Mungu utupendaye na uishie milele, tunakushukuru, tunakutukuza. Ni kwa uhai uliotupa. Tunakuomba ili Yesu uwe pamoja nasi kwa kila jambo. Tuendapo kulipata neno lako, tukapate na hata kuziona nguvu zako, tupate kukushukuru. Nenda pamoja nasi, tumalizapo chini ya uwezo wako, sifa zote zazidi kuwa ni kwa ajili yako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu, tunaomba. Amina. Siku ya leo nataka tuliangalie neno la Bwana katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ni ya 5 mstari wa 18 hadi wa 20, ambao tutajua pale imani ya kweli ndio kitu cha maana. Hiyo ndio itakuwa na hata neno la kuangalia. Na itaongea kuhusu mambo tu mawili. Nataka kusema kwamba uwe na imani mwaka huu wa 2024. Jambo la pili, imani kama chombo muhimu sana. Katika kitabu cha Luka sura ni ya 5 mstari wa 18 hadi wa 20 inasema, na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wampitishe katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Mstari wa 20, naye alipoiona imani yao, alimwambia, he rafiki, umesamehewa dhambi zako. Neno la siku ya leo, chochote tutakacho, popote pale, utegemea imani tulionayo. Mpendwa mtazamaji, mwaka huu nataka ukapate kuwa na imani hii ya kweli, ndipo ikapate kuyabadilisha maisha yako kupitia ile imani utakao kuwa nayo. Vitu vya Mungu huchukuliwa kwa imani, na si kwa ukubwa au kwa elimu au kwa ukoo wenu. Endapo watu wa kwenu wana
nafasi ya kuchukua vitu nyingine. Nataka kukuambia imani ulionayo na hata wakati huu na mwaka huu itakuwezesha kupokea kutoka kwa Mungu wetu. Mambo ya dunia hii yanaweza kufika ama yanaweza fika kikomo, lakini ya Mungu kamwe hayataisha. Mungu akitaka kukuinua, hata kama wewe mdhaifu kiasi gani, hakika atakutoa na hata mahali pale. Mradi uwe na imani. Kuinuka kwa mwanaume ni kuinuka kwa jamii nzima. Ni kuinuka kwa jamii nzima. Mistari tuliyosoma, twaona wanaume wenye imani thabiti walishughulika juu ya mwanaume aliyekaa kitandani miaka yake akiwa na ugonjwa wa kupooza. Angeweza kutembea maishani ama maisha yake. Hao wenzake walikuwa wamesikia habari ya Yesu na yote anayoyafanya. Mahali pale Yesu alipokuwa, watu walikuwa wengi mno, na hasa katika kongamano hilo. Hakukuwa na nafasi ya kupitia. Walijaribu lakini wao walishindwa. Angalia ni watu wangapi wanaoweza na hata kumwona mtu kwa village ama kwa kijiji, alafu wa identify shida yake, alafu waanze kushughulika ni kwa ajili ya huyo mwenzao. Mpendwa mtazamaji, endapo karibu na wewe kuna mtu ambaye ako na shida na labda ajui njia ya kupata msaada, wewe ambaye unaona, unajua, unao uwezo, naomba ili ukapate na hata kuinua hiyo imani, na kweli ukienda kwake umshike mkono, umwezeshe na hata kupata jambo lile ambalo linamsumbua. Mgonjwa hakuwa na imani. Wenye imani ni hao marafiki wao, walisema lazima watafika kwa Yesu mwenyewe. Mgonjwa hakuwa na imani. Mwenye alikuwa na imani, narudia kusema, ni wale marafiki wake. Hivyo ni kumaanisha kumbe imani yetu uanguza na hata wengine, uanguza na hata wenzetu. Naomba mwaka huu Mungu akapate kukusaidia na kukujalia na hata kuanguza wengine kupitia imani ulionayo. Waliamua lazima wapande juu ya nyumba, na hapo watoe matofali ya juu wampitishe na hata mwenzao ambaye alikuwa mgonjwa. Imani ya ajabu walionyesha. Imagine, nyumba haikuwa yao, lakini walijaribu kurisk kusema lazima tutatoa tofali ili tuone mahali kitanda itapita. Ni kweli kwamba wao walikuwa na imani ya ajabu, maana mgonjwa angeyafikiria haya, angeyawaza haya, angeyajua mambo kama haya yanaweza na hata tendeka, lakini wenzake wakasema lazima watarisk kutoa matofali ndipo wapate kuona mahali Yesu alipokuwa. Hawakuwa na woga eti mgonjwa anaweza kuwa ama mgonjwa anaweza kuanguka au kutoka juu na wampoteze ama hafe, lakini walijua wana imani dhabiti. Mpendwa mtazamaji, imani yako iko vipi? Mbona unakaa mahali pale ulipo? Ni kwa sababu haujakuwa na imani. Inua imani yako, iweke kwa huyo Mungu na chukua hatua ya kumwendea. Naamini ya kwamba utapata na hata mabadiliko. Imani ya ajabu iliyokuwa na hawa wenzake ambao walijaribu kuyafanya mambo kama haya. Walifanya mahesabu, wakapata jibu sahihi kwamba pale watamteremsha ndipo watampata huyo Yesu. Na kweli wakasema lazima watafika na hata mahali pale. Imani ni kama zile pesa tunazo ambazo zinatufanya kuenda kwa supermarket na kushop zile vitu ambavyo tunazitaka. Tunapokuwa na hiyo imani, ni kama vile tunakuwa na hizo pesa. Imani ndio yatuwezesha kupata chochote tutakacho kwa Mungu. Hivyo ni kumaanisha kwamba utakapokuwa na imani, bora isiyumbayumbe. Nataka kukuambia kwamba hakika utapata kile unachotaka
kwa Mungu mwenyewe. Timing ya Mungu, timing ya imani haikosei. Unapoamua na ufanye tu kile Roho amekwambia, bila shaka utapata kile Mungu amekuambia, amekupatia. Pale walipotoa matofali, ndipo Yesu alikuwa amesimama pale. Imagine, hawakutoa tofali na wakapita kando, walitoa tofali na pale tu kwa kuteremsha kitanda. Biblia inatuambia, maandiko yanasema pale tu ndipo Yesu alipokuwa. Yesu akatazama juu kuangalia, anaona. Maandiko yanatuambia imani inapotokea, nafasi upatikana. Hakika ni kwamba walipotoa, imagine, ilikuwa tu pale juu ya paa na walijaribu kurisk. Hawakutaka kujua eti hapo kuna watu wengi. Wakasema kwa maana tumeshindwa na mahali pale tunaweza pitia, hakika tukipita juu hatumkosi. Nataka kukwambia, tizama mambo ya imani yako na ijaribu mwaka huu, hakika utapata. Imani itakapokuwa juu, hakuna cha kutumana, hakuna cha kutumana. Mungu hawezi kukupatia kile bado haujaitisha. Nataka kukwambia, itisha huyo Mungu kupitia na kwa imani. Lazima uitishe. Utakapoitisha, hakika mpendwa mtazamaji, utaipata. Mungu akutazama mwaka huu wa 24. Ataka uchukue hatua ya imani. Mpendwa mtazamaji, lazima uwe na kazi ya kufanya. Usiseme tu mambo yatakuja tu hivyo. Na nataka kukuambia, lazima uwe mtenda kazi wa kwanza. Lazima uchoke ndiposa ukapata kupata kile ambacho unataka. Mbona hawa wanaume walioshughulika ni kwa ajili ya mwenzao waliweza na hata kuchoka, wakitumia akili, wakimbeba na hata kwa kitanda, wakipandisha na hata juu ya orofa. Biblia inatuambia kwamba walichoka kwa sababu walitaka ndugu yao akapate na hata kusaidika. Nawe pia kile ambacho utapata, utafurahia utakapoona imani imefanya kazi ya kukuletea hicho. Mungu ametuhakikishia ataibariki kazi ya mikono yetu. Mungu lazima aone umefanya kazi, hata kama usikae tu bure alafu useme vitu zitatoka mbinguni. Uongo. Nataka kukuambia mwaka huu, angalia uone umefanya kitu, ndiposa Mungu akapate kuingilia pale na kufanya. Imani yako ni chombo muhimu. Tumia siku ya leo, tumia mwezi huu, tumia mwaka huu wa 24 na hakika utaona matunda yake. Bwana Yesu akusaidie kuchukua amani, kuchukua imani. Na kama aliweza kumsaidia mgonjwa ambaye alikuwa kwa miaka mingi, anjisaidii mpaka dakika hii akaanza na hata kuona utofauti wa maisha yake. Huyo Yesu angali pamoja nawe, angali pamoja nasi. Mjaribu mwaka huu, imani yako itafanya kazi ya ajabu. God's timing haikosei. Nataka kukuambia kwamba utakapo time vizuri, hakika hata kama ni kwa masomo, enenda shuleni wakati unaofaa, sikiza mwalimu, fuata maagizo, endelea vizuri, uwe na nidhamu, mwisho utapata matokeo mema. Haitakuja tu results nzuri, hazitakuja eti kwa sababu wewe ni mwerevu. Ndio, wewe ni mwerevu, lakini lazima tuone umefanya kazi. Nataka kukuambia, utakaa kusema mvua imenyesha na utapata mazao. Haupati mpaka uende shambani, ufanye kazi, uchague mbegu njema, uchague na hata ukulima unaofaa, uapply skills zako ulizonazo. Hakika utazipata kwa sababu umefanya kazi. Imani yako, kumbuka, ni chombo muhimu. Mungu akusaidie kuitumia hicho chombo muhimu, na mwaka huu wengine wataona na utafurahia. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Mungu, tunakuomba uwe pamoja nasi mwaka huu na utusaidie kuwa na imani ya kweli, kwa sababu wewe mwenyewe unatupenda, na kwa maana unatushika, tuamini wengi watatuona na watashuhudia kuona imani ya kweli huleta mazao. Tubariki zote na utuwezeshe. Bariki mtazamaji
popote alipo, na nguvu zako zimwishie. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Ni siku ambayo kuna ndugu zetu ambao huwa wanaenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Mungu awe pamoja nanyi, Mungu apatane nanyi wakati ambapo mnamwabudu na wabariki. Na kwa wale wote mtakuwa katika shughuli tofauti tofauti, Mungu awabariki. Mungu awaonee mema yake. Na kwa wale wote ambao ninajua maybe wametoka ili wakaweze kuendelea na kutafuta vile ambavyo watoto wao wale ambao wana join form 1 vile ambavyo zile vitu ambazo watakuwa wanaenda nazo, mnafanya shopping hapa na pale. Mungu awatangulie. Mungu awaonee mema yake. Shalom.